Taarifa kuhusu Tundu Lissu leo zimehuzunisha Tanzania nzima. Mke wa Tundu Lissu atangaza hadharani mzigo mzito alioubeba kimya kimya kifuani kwa miezi 15 kumhusu mumewe Tundu Lissu. Alicia Lissu, mke wa mwenyekiti wa upinzani Chadema Tundu Antipas Lissu, amevunja ukimya leo na siri aliyoifichua kuhusu mumewe gerezani imevuka mipaka ya kisiasa na kusikitisha umma wa Tanzania. Vilevile mke wa Tundu Lissu sasa ametuma ujumbe mzito kwa serikali ya Samia inayomshikilia mumewe gerezani Ukonga bila sababu, na ujumbe huu ndio ambao umewashangaza wengi sana. Kabla tuendelee na taarifa, nimegundua wengi wenu mnasikiliza habari na taarifa kabla hamja like na kusubscribe. Hivyo basi leo kabla tuendelee, chukua sekunde yako moja like video hii kisha subscribe na ubonyezi alama ya kengele. Hajazungumza na mumewe kwa karibu mwaka mmoja, hajauona uso wake mumewe, hajui siku hadi siku hali yake ikoje nyuma ya kuta za gereza la Ukonga. Hata hivyo, Alicia Lissu, mke wa Tundu Lissu, akizungumza akiwa uhamishoni nchini Ubelgiji ambako amekuwa akiishi kwa hofu tangu mumewe akamatwe, anasema anaona ndani ya Tundu Lissu ujasiri ambao yeye mwenyewe hana kabisa. Maneno hayo, sina ujasiri ambao mume wangu ameonyesha, ni maneno ya mwanamke ambaye amekuwa akibeba mzigo mkubwa na mzito kimya kimya kwa miezi 15, huku dunia nzima ikishuhudia mumewe Tundu Lissu akijitetea katika kesi yake ya uhaini ambayo ina hatari ya kumhukumu kifo akiwa ndani ya seli ya gereza lenye ulinzi mkali Tanzania. Alicia Lissu, mke wa Tundu Lissu, amevunja ukimya wake sasa na yale aliyoyasema yanavuka mipaka ya siasa. Mke wa Tundu Lissu, Alicia Lissu, kabla ya kufichua mazito aliyoyabeba moyoni na kutuma ujumbe wake kwa Samia Suluhu kumhusu mumewe gerezani, aliweza kufichua safari yake ya ndoa, mazito aliyoyapitia yeye na mumewe. Anasema alikutana naye Tundu Lissu alipokuwa wanafunzi wa sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tangu miaka hiyo ya awali, alijua kuwa siasa zingekuwa sehemu muhimu ya maisha yao ya pamoja. Alitambua na kukubali hilo kama sehemu ya utambulisho wa mumewe. Hata hivyo, hakuweza kutabiri kikamilifu gharama ambayo utambuzi huo ungeleta. Changamoto ziliongezeka baada ya Tundu Lissu kuingia bungeni mwaka 2010 na zikazidi sana kuanzia mwaka 2015 wakati kukamatwa kwake kwa tuhuma mbalimbali za kisiasa kulipokuwa jambo la kawaida katika maisha yao. Mwaka 2016 Alicia Lissu anasema mumewe Tundu Lissu aliweza kupigwa risasi hadharani mbele ya umma. Mwaka 2017 familia yao ilianza kuishi kwa hofu endelevu kuhusu usalama wa Tundu Lissu, hofu iliyotokana na mashaka halisi kuhusu kufuatiliwa kwa karibu badala ya wasiwasi wa kawaida wa kisiasa. Kisha ikaja tarehe 7 Septemba mwaka 2017, tarehe ambayo Alicia Lissu aliitaja mahususi. Lissu alipigwa risasi 16 mjini Dodoma, risasi 16. Alinusurika, hakuaga dunia. Baada ya matibabu ya awali nchini Kenya, alihamishiwa Ubelgiji kwa matibabu ya muda mrefu ambako alikaa kwa miaka kadhaa akiwa na majeraha ya kudumu kutokana na shambulio ambalo alikuwa ikutatuliwa kupitia mchakato wote wa uwajibikaji wa kisheria. Alicia alisema familia inaendelea kuumia kutokana na kushindwa kukamilishwa kwa uchunguzi wowote wa kweli kuhusu nani aliyehusika na tukio hilo la kupigwa risasi Tundu Lissu. Alicia Lissu anaendelea kufichua ya kwamba Tundu Lissu alirejea Tanzania mwaka wa 2023 akiwa na majeraha hayo pamoja na maswali yasiyopatiwa majibu, huku akiwa na matumaini ya kuchangia katika mazungumzo ya kisiasa na mageuzi. Miaka miwili baadaye, mwezi Aprili mwaka 2025, Tundu Lissu alikamatwa tena, safari hii kwa tuhuma za uhaini ambazo adhabu yake ya lazima ni kifo, zikihusishwa na kampeni ya Chadema iliyobeba kauli mbiu ya hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, yani no reform no election. Tangu kukamatwa huko, amekuwa akishikiliwa katika gereza la Ukonga bila hukumu. Amekuwa ndani ya gereza la Ukonga tangu kukamatwa kwake hadi leo. Serikali upande wake imesisitiza mara kwa mara kuwa haiwezi kutoa maoni kuhusu kesi yake Tundu Lissu kwa sababu iko mahakamani, na kwamba mfumo wa mahakama wa Tanzania hufanya kazi kwa uhuru bila shinikizo la kisiasa au la kimataifa.
Baada ya kukamatwa kwake mwaka 2025, Alisha hakurudi Tanzania tena kwa hofu. Alisafiri kwenda Marekani ili kuwa karibu na watoto wao, akiwa amebeba mzigo aliouelezea kuwa mzito moyoni kuliko wote aliowahi kubeba hapo awali. Jukumu la kuwafariji na kuhakikishia kuwa baba yao anapigania jambo la kweli, huku wakati huo huo akibeba peke yake mzigo wote wa kifedha na kihisia wa familia. Katika miezi ya awali, alisema kila kitu kilijaa hofu na shinikizo kubwa. Alifuatilia kesi hiyo kupitia mawakili, ndugu na taarifa za mtandaoni, akijaribu kuunganisha vipande vya taarifa ili kuelewa kinachompata mumewe akiwa nje ya nchi, bila kuweza kumwona wala kuzungumza naye moja kwa moja. Utengano huo sasa umedumu kwa karibu mwaka mmoja, jambo linalojitokeza kwa nguvu kubwa katika maelezo ya Alisha. Si hasira, ingawa hasira ingekuwa jambo la kueleweka kabisa. Ni kitu kinachokaribiana na azimio la utulivu linalotokana na aina maalum ya upendo kwa mwanaume anayemwelezea kama mtu asiyeogopa chochote anapokuja katika kutetea kile anachoamini kuwa ni sahihi, hata wakati kila kitu kinachomzunguka kinalenga kumfanya aache. Anaona ndani yake Tundu Lissu ujasiri ambao anasema yeye mwenyewe hana, na bado yeye ndiye aliye uhamishoni akiwalea watoto wao, akisimamia masuala ya kifedha. Akizungumza na BBC baada ya serikali ya Tanzania kukataa kutoa maoni yake kufuatia kushindwa kufikia makubaliano kuhusu masharti ya mahojiano na maridhiano na kubeba mzigo mzima wa familia ambayo baba yake ama baba wa familia anapigania uhai wake katika chumba cha mahakama Tanzania, huku akijenga hoja zake mwenyewe bila timu kamili ya wanasheria au mawakili. Hatua ya serikali kukataa kutoa maoni kwa BBC kuhusu habari hii ya Tundu Lissu, ikitaja kushindwa kufikia makubaliano kuhusu masharti ya mahojiano na kituo hicho, inaonekana sambamba na simulizi ya Alisha kwa namna inayojieleza yenyewe. Mke wa Tundu Lissu, Alisha Lissu, anaelezea kipindi cha karibu mwaka mmoja bila mawasiliano kabisa na mumewe. Serikali nayo inakataa kujibu. Tofauti hiyo haihitaji ufafanuzi wowote wa kiuhariri. Hukumu ya kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu ambayo ilipangwa kutolewa tarehe 6 Julai mwaka 2026 bado haijatangazwa hadharani. Kesi yake kikatiba kuhusu mazingira ya gereza, haki yake ya kupata ushauri wa kisheria wa faragha na kuzuiwa kwa viongozi wa Chadema kumtembelea gerezani, yote hayo bado hayajatatuliwa. Kundi kazi la Umoja wa Mataifa kuhusu kuzuiliwa kiholela limeamua kwamba kifungo chake ni kinyume cha sheria. Jumuiya ya Madola pia imeipa Tanzania siku 30 pekee kutafuta njia za kuachiliwa huru Tundu Lissu, na mkewe Alisha Lissu yuko Ubelgiji hadi sasa tunapozungumza, akiambia ulimwengu kwamba hajamuona au kuzungumza na mumewe kwa karibu mwaka mmoja, na ombi lake au ujumbe wake kwa serikali ya Samia ya Tanzania ni kuruhusiwa tu kumuona mumewe japo mara moja au kuzungumza naye. Maoni yako mtazamaji ni muhimu sana katika taarifa hizi zetu au video hii, hivyo basi upande wa comment chini ya video hii nijuze unalipi ama unachukulia vipi kuhusu suala au ujumbe huu wa Alisha Lissu kuhusu mumewe na kuhusu kuzuiliwa kuonana na mumewe gerezani Ukonga, Tanzania. Vile mtazamaji, kumbuka kulike video hii tena, alafu vile subscribe na ubonyeze alama kengele, alafu ubonyeze box hicho kwenye screen yako, kitaweza kukuelekeza katika habari zetu mpya ambazo zinaibuka na kuchipuka sasa hivi katika mitandao ya kijamii nchini.